katika Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuhadharisha na dunia, tusishikilie dunia hii, tusizame katika dunia, tusifanye dunia ndiyo malengo na ndiyo makusudio. Atema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun khadira, hakika dunia hii hulwa ni tamu, khadiratun ni kijani, wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, na Allah azza wa jalla ni mwenye kuwafanya ni makhalifa katika dunia hii, wenye kuishi katika dunia hii kwa sababu ya malengo maalum, wenye kuishi katika hii dunia kwa sababu ya kutekeleza mambo maalum ambayo anayataka Allah subhanahu wa ta'ala. Fayanzuru kaifa ta'malun, atakuwa Allah azza wa jalla ni mwenye kuangalia yale mtakayoyafanya katika dunia hii, baada ya kuwaleteni hapa duniani, baada ya kuwaombeni katika hii dunia kuishi kwa malengo hayo maalum yaliyokusudiwa, ambayo mkafanywa kwamba nyinyi ni makhalifa. Kwa hiyo fattaqud dunya, iogopeni dunia, wattaqun nisaa, na muogope kadhalika wanawake. Yani iogopeni fitna ya dunia na iogopeni fitna ya wanawake. Hadith inayofuata hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dinar والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. Amepata khasara, ameangamia, amedhalilika yule ambaye atakuwa ni mtumwa wa pesa. Pesa zilizokuwa zikitumiwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dinar ya dhahabu na dirham ya fedha. Kwa hiyo ameangamia mja au mwanadamu ambaye amedhalilika, mwanadamu ambaye dunia hii itamvama, dunia hii itamghilibu na itamlemea mpaka atakuwa ni mtumwa wa fedha, atakuwa ni mtumwa wa mali, mtumwa wa pesa, dinar na dirham. Atakuwa ni mtumwa wa mavazi ambayo aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa, qatifa wal khamisa. Hadhi thiyab kanat tulbas fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mansuj min khaz harir, tukamana na harir, tukamana na suf nzuri. Sasa yule ambaye atakuwa ni mtumwa wa mambo kama haya, yani mtu ambaye akili yake na hamu yake yote ipo katika pesa, in u'tiya radhiya, yani pesa ndiyo ambazo zinamshughulisha mwanadamu huyu mpaka ikawa kuridhika kwake ni kuridhika kwa pesa. Akiwa na pesa ndio yuko radhi. Wa in lam yu'ta lam yarda, pesa hana hayupo radhi. Kama mtu amekasirika, amefuriana kabisa kuanzia asubuhi mpaka jioni, hata ukimsalimia hajibu. طيب يا أخي ما بالك، إيش فيك يا أخي؟ ما عنده شيء، ما عنده دراهم. Pesa ndio inakuwa chanzo cha yeye kuridhika na kutoridhika. Hammuhu almal, farahuhu bilmal, huznuhu bilmal, قيامه بالمال، قعوده بالمال. يعني المال هو محور حياته، هو منطلق حياته. mali ndio center of gravity yake inayomsukuma mwanadamu huyu kwenda kulia, kushoto, mbele, nyuma, kusimama na kukaa kwake ni mali. Mja akifika kiwango hiko, amekifika marhala hii, huyu ni mja ambaye amekuwa dhalili, taisa.
hana faida, hana khairi yoyote, bali ni mwanadamu ambaye ameangamia, amepata hasara. Kwamba mali ndio hammuka al-awwal wal-akhir, mali ndio hamu yako ya kwanza na ya mwisho. Ma fi shay yuharrikuk, hakuna kitu kinakupa haraka, kinakusongeza isipokuwa mali, almal faqat. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumia ibara ya balagha kama alivyoitumia ibara ya balagha katika hadithi iliyopita, inna hadhihi ad-dunya hulwatun khadira. Hii inaitwa tashbihun baligh. Tashbihun baligh huwa at-tashbih alladhi hudhifa minhu al-ada, tashbih ambayo haikutajwa ndani yake adatu tashbih al-kaf. Hakusema Mtume sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi ad-dunya kalfakihati fi hulwiha au fi halawatiha waka البستان وكالمزرعة في لونها الخضر. ما قال هذا النبي عليه السلام، تشبيه بليغ. هذه الدنيا حلوة خضرة. ametoa kaf, hakukwambia ma huwa almushabbah wa ma huwa almushabbah bihi. Balagha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili atupe maana nzito ya kwamba dunia hii, enye Waislamu, ukiitazama unaliona ni kama tunda tamu, rangi yake ni kijani kama ilivyo kijani yale mazao yanapokuwa kijani yananawiri. Leo mtu aliye na shamba akiingia shambani kwake akiona ile shamba namna linavyonawiri rangi ya kijani yafrah. طيب اللون الاخضر ما عمله ما وظيفته؟ وظيفته الجذب، يجذب الناظر اليه. rangi ya kijani inamvutia mwenye kuangalia. صفراء فاقع تسر لونها تسر الناظرين، rangi yake inamvutia mwenye kuangalia. Ndio dunia ilivyo, rangi ya dunia inamvutia mwenye kuangalia. Tunda likiwa tamu linamvutia mwenye kulila. Sasa Muislamu anapewa hii tashbih ili asije kaghurika na utamu wa dunia na asije kaghurika na uzuri wa mapambo na rangi ya dunia, kwa sababu itamvutia mwenye kuangalia na itamvutia kadhalika yule mwenye kula. Tashbih na balagha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapa balagha imetumika ni balagha ya kwamba yule mja ambaye amefanya mali na yale yaliyomo duniani min al-amwal wa min ad-darahim wa min ad-dananir wa min ath-thiyab, yale yaliyoko katika dunia hii, pesa na mavazi na nguo na mapando na vipando na mengineo, yakawa ndio hamu yake kubwa, ni mpaka yakawa yale mambo yamemfanya kiumbe huyu akawa ni mtumwa. Yani asbaha abdan lihadhihi al-ashya. Kuna watu kwa mfano leo ni watumwa wa wanawake. Rajul huwa rajul lakinahu asbaha abdan li shahwatihi, amekuwa ni mtumwa wa shahwa yake. Abdan lilmar'a, amekuwa ni mtumwa wa mwanamke. Abdan lilmal, amekuwa ni mtumwa wa mali. Limadha? Hii balagha maana yake ni kwamba haya mambo ndio yamekuwa msingi wa maisha wa kiumbe kama huyu. Ikawa mpaka huyu mja kiumbe kama huyu hana control juu ya maisha yake isipokuwa ni kwa mambo kama haya. Na mambo haya ndiyo sababu ya furaha yake duniani na ndiyo sababu ya huzuni yake. Wakati wa salafu salih walipokuwa mmoja wao akihuzunika, akiwa na huzuni kubwa, Muislamu amepitwa na amekosa kusimama qiyamul layl. Usiku mmoja amepitwa na qiyamul layl, yastayqidhu fi sabah wa qad fatahu wirduhu min qiyam al-layl, anaamka asubuhi akiwa na huzuni. Wa hadha al-huzn yura fi malamih wajhihi, huzuni ambayo inaonekana katika sura zake.
akiulizwa asema kuna mambo ambayo yamenisibu, maa al-ikhlas lillahi tabaraka wa taala. Muislamu anapitwa na hizb yake ambayo aisoma kawaida, kanu fi sabiq fayahzan, yahzan lifawati kadha, lifawati aljamaa, lifawati alkhair, lifawati ataa, lifawati albir. Walikuwa wanahuzunika wema waliopita zamani, waliopita nyuma, kwa kupitwa na mambo ya khairi. Lakini mja ambaye anapitwa na mambo ya dunia, akipitwa anahuzunika, hadha huwa al-abd. Huyu ni mja wa kile ambacho kinamfanya yeye kuhuzunika na yeye kutokuwa na furaha.